Mchekeshaji Eric Omondi ameachiwa kwa dhamana ya shilingi za Kenya 100,000 baada ya kukamatwa kwa tukio lilozua gumzo mnamo Juni 5 mara tu alipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta International Airport. Mchekeshaji huyo ameshtakiwa kwa kosa la kuzuia watumiaji wa barabara kinyume cha kifungu cha 53(1)(c) cha sheria ya barabara ya Kenya baada ya kushusha mitungi tupu 120 ya plastiki ya kuhifadhia maji katika moja ya mitaa jijini Nairobi. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, Omondi anatuhumiwa kuingilia isivyo halali mwendo wa magari katika mtaa wa Kimathi jijini Nairobi mnamo Mei 18, 2026. Siku ya Jumatatu Mei 8, upande wa mashtaka ulidai kuwa mchekeshaji huyo alishusha mitungi 120 tupu ya plastiki yenye ujazo wa lita 10 kutoka kwenye lori aina ya Isuzu lenye namba za usajili KAR 508Y, jambo lilosababisha usumbufu katika mtiririko wa kawaida wa magari. Timu yake mawakili iliongozwa na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino imeeleza kuwa sababu za kukamatwa kwake hazina msingi wa kisheria na hazina uzito wowote. Alisema mashtaka dhidi ya Eric Omondi ni ya kipuuzi, dhaifu, yasiyo na mashiko na yenye nia ya kumsumbua, alisema Owino. Kilichozua maswali zaidi kwa mujibu wa mbunge huyo ni kwamba mamlaka pia zilichukua simu za Omondi wakati wa kukamatwa kwake. Mawakili wake walielezwa kushangazwa na hatua hiyo kutokana na aina ya mashtaka yanayomkabili. Kinachotushangaza ni kwamba katika uchunguzi wa shtaka hilo wamechukua simu zake na tunajiuliza kama simu hizo ndizo zilizowekwa barabarani kuzuia magari kupita, alisema Babu Owino. Wakili mwingine Omondi alilinganisha tukio hilo na sakata lenye utata wa mwaka 2018 lilomhusisha mwanaharakati Miguna Miguna ambaye aliondolewa kwa nguvu ndani ya ndege na mamlaka za Kenya. Timu ya mawakili ilidai kuwa kukamatwa kwa Omondi kulikiuka kifungu cha 49 cha katiba ya Kenya pamoja na kifungu cha 28 cha sheria ya mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Kenya. Walisema haki hizo zilipuuzwa waziwazi na mamlaka husika. Alisema hii inatukumbusha jinsi Miguna Miguna alivyokamatwa na kuvutwa nje ya ndege, alisema wakili huyo. Aliongeza kuwa hatua hii ni ukiukwaji mkubwa wa haki zake za kikatiba chini ya kifungu cha 49 cha katiba ya kifungu cha 28 cha sheria ya mamlaka ya viwanja vya ndege Kenya, kama ambavyo pia imeelezwa na Babu Owino. Polisi wa kituo cha polisi Lang'ata wanadaiwa kumkatalia dhamana ya Eric Omondi mwishoni mwa wiki licha ya maombi ya mara kwa mara kutoka kwa mawakili wake. Kutokana na kauli hiyo, Omondi alilazimika kukaa rumande kwa kipindi chote cha mwishoni mwa wiki hadi alipopokelewa mahakamani Jumatatu ya leo na baadaye kuachiwa kwa dhamana. Mbali na taaluma yake ya uchekeshaji, Omondi anaendesha kampeni ya Sisi kwa Sisi, mpango wa kibinadamu ambao timu yake inasema umewasaidia Wakenya wengi wanaokabiliwa na changamoto za kifedha. Mawakili wake walimtaja kama shujaa wa taifa anayestahili kutambuliwa na kupongezwa kwa mchango wake kwa wananchi wa kawaida badala ya kufunguliwa mashtaka. Kesi hiyo itatajwa tena mahakamani Juni 22 ambapo timu yake mawakili imeahidi kupambana kwa nguvu zote kumtetea na kupinga kile wanachodai kuwa ni mashambulizi ya kisheria yasiyo na msingi.